Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwakaribisha katika kipindi hiki cha alasiri hii tunapokwenda kujifunza somo muhimu, somo ambalo nimependa kulipa kichwa kinachosema pembe ndogo. Kwa wale wasomaji wa unabii wanaposikia neno pembe ndogo sio jambo geni, lakini kwa wale watu ambao hawasomi unabii wakisikia neno pembe ndogo kwao huwa ni shida. Na hivyo niombe mniazime masikio tunapokwenda kujifunza uweze kuelewa nini maana ya pembe ndogo. Naisimama mbele yenu kwa majina naitwa Joakim Daudi Sasira, ndiye mnenaji. Nasimama kama sehemu ya mwinjilisti. Hivyo nikukaribishe ndugu msikilizaji kwa namna pekee. Somo letu nimewaambia ni pembe ndogo. Na hivyo tunaanza na aya ile ya kwanza kabisa. Msomaji, naam, karibu nikukaribishe katika kusoma aya ile ya kitabu cha Ufunuo 13 aya ya kwanza hadi aya ya 4. Tutaanza na fungu hilo, Ufunuo 13 aya ya kwanza hadi aya ya 4. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10, ndio, na vichwa 7, ndio, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, sawa, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. ndio. Na yule mnyama niliyemuona Ndio, alikuwa mfano wa chui, ndio, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, sawa, na kinywa chake kama kinywa cha simba. sawa, sawa. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Ndio. Nikaona kichwa kimoja cha vichwa vyake, Ndio, kana kwamba kimetiwa jeraha la mauti, sawa, na pigo lake la mauti likapona. ndio, Dunia yote ikamstajabia mnyama yule. ndio, Wakamsujudu yule joka kwa sababu alimpa huyo mnyama uwezo wake. ndio, Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? ndio, Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? ndio. Hapa Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo anaonyeshwa mnyama wa ajabu, mnyama wa kutisha ambaye alikuwa na pembe 10 na vichwa 7, na alikuwa na umbo kama la chui, kinywa chake kama cha simba, miguu ni ya dubu. Haya yote yana maana yake, ndugu yangu. Maandiko matakatifu yanaamua kutumia ujumbe wa kuhifadhi kwenye bahasha ili kusudi mpaka wakati utakapofika. Wakati umefika ili kwamba ujumbe huu uweze kuhubiriwa kwa wakazi wa dunia. Kwa nini tunasema wakati umefika? Ni kwa sababu Yesu aliwahi kutabiri katika kitabu cha Mathayo 24. Msomaji naomba ufungue Mathayo 24. Aya ile ya 3 uende mpaka aya ya 7. Tunakwenda kuangalia jinsi mambo yatakavyokuwa. Haya mambo yalitolewa kwa kuyaficha. Yaani kutoa unabii ni kificho ili kusudi mpaka wakati utakapoamliwa, ambao huo wakati ndio huu tulionao. Naye Yesu alisema jambo hapo. Twende. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni. Huyo Yesu alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga. Wanafunzi walimwendea kwa faraga wakisemaje? Tuambie, ndio, mambo hayo yatakuwa lini? Mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako? Na ya mwisho wa dunia? Na ya mwisho wa dunia. Yesu akajibu akawaambiaje? Angalieni, ndio, mtu asiwadanganye. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wakisema, mimi ni Kristo. Nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Ndio. Angalieni, msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Naomba ishie hapo. Barikiwe sana. Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba mnataka kujua habari za hayo? Habari za hayo nitawaelekeza dalili.
akawapa dalili kwamba watasikia habari za tetesi za vita, watasikia habari za matetemeko ya nchi, kutakuwa na njaa mahali, kwamba hayo yote itakuwa ni mwanzo wa utungu, lakini ule mwisho bado. Kuzuka kwa pembe ndogo kunatokana na misukosuko na vurugu zitakazoendelea duniani. Hii pembe ndogo mpaka sasa ipo, lakini haina mamlaka. Imeanza kuyachota mamlaka taratibu, imeanza kuyachukua mamlaka taratibu, lakini haijafikia kwenye kipeo kile ambacho inataka. Tuanze sasa tuelewe pembe ndogo itatokeaje. Naomba ufungue kitabu cha Danieli 2 aya ya 1 hadi ya 5. Hapo ndipo mzizi unapoanza. Wale wote ambao si watakatifu, wale ambao wote si wacha Mungu, wengi watashangaa mambo yanavyokwenda, lakini hawataelewa. Lakini wacha Mungu wote wataelewa mambo yalipotoka, yalipo na yanapokwenda. Hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza alikuwa amemiliki tayari, ana miaka 2 ametawala. Nebukadneza aliota ndoto. Ndiyo. Na roho yake ikafadhaika, usingizi wake ukamwacha. Ndiyo. Ndipo mfalme akatoa amri kuwaita waganga na wachawi. Ndiyo. Na wasihiri. Ndiyo. Na wakarudayo. Ndiyo. wapate kumweleza mfalme ndoto zake. Ndiyo. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Ndiyo. Mfalme akawaambia. Akawaambiaje? Nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Twende aya ya 6. Inasema, ndiyo, bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Mkinionyesha hiyo ndoto na tafsiri yake, nitawapa thawabu na zawadi na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Mfalme anataka aelekezwe alichokiota. Wakajibu mara ya pili. Naomba wache. Mfalme anataka aonyeshwe alichokiota. Ndoto ile ilimkosesha amani kabisa mfalme. Leo wakuu wa dunia, kuna mambo mazito yanawapata, mambo mazito yanayohusu kati ya jamii na jamii, kati ya tawala na tawala, yanawasumbua. Wanatafuta watu wenye hekima ambao wanaweza kuwasaidia ili kuwatoa kwenye mkwamo kama huo, lakini wasipate. Nebukadneza alibahatika, yeye akapata watu wa Mungu ambao walikuwa makini. Na hata sasa wangepata watu wa Mungu, lakini kwa kuwa viongozi wa sasa wanaangalia wale ambao tumesikia taarifa zao kwamba ni manabii wa uongo, ndio ambao wanawaweka karibu ili waweze kusikiliza mambo yao. Hawawezi wakatafuta watu wa Mungu wa kweli wakaweza kuwapambanulia mambo yanayowasumbua katika tawala zao. Nebukadneza akataka kujua fasiri ya ndoto aliyokuwa ameiota. Naomba sasa uluke usome aya 26. Inasemaje? Mfalme akajibu akamwambia Danieli. Baada ya msukosuko, mfalme anataka watu wa kumsaidia ili aweze kupata fasiri ya ndoto ambayo ameiota usiku. Imemfadhaisha, imemkosesha amani, mwelekeo umekosekana, amani mfalme amekosa. Baadaye alipatikana mtu mmoja anaitwa Danieli. Danieli akaenda kwa mfalme, twende, aliyekuwa akiitwa Belteshaza. Danieli kipindi hicho alipofika Babeli alipewa jina la Belteshaza. Twende. Je, waweza kunijulisha ile ndoto niliyoiona na tafsiri yake? Mfalme anahoji, unaweza kunijulisha ile ndoto na tafsiri yake niliyoiota? Danieli akajibu mbele ya mfalme. Danieli anajibu mbele ya mfalme akasema, ndio, ile siri aliyoiuliza mfalme, wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme. Naomba ishia hapo. Hekima hii ya kwenda kusoma elimu ya dunia, kwenda kwenye vyuo vikuu au kusoma kwenye college mbalimbali,
au kwenye form 6, form 5, hao hawawezi kumfunulia mfalme hii ndoto. Wala wenye hekima, waganga wa jadi ambao marais wamekuwa wakiwatumainia, au hawa watu wengine ambao ni wazihiri, watu wa nyota, watu wa ramli, kwamba wanaweza kafafanua hiyo ndoto, isingaliwezekana. Danieli akamhakikisha mfalme wenye hekima hawezi kufafanulia hiyo ndoto. Naomba usome aya 36 hadi aya ya 48. Inasemaje? Hii ndiyo ile ndoto. Ndiyo ile ndoto. Nasi tutaihubiri tafsiri yake mbele ya mfalme. Ndugu msikilizaji unayenisikiliza, sasa kila alichokiota mfalme, mwenye hekima ametokea, anakwenda kumsaidia mfalme ili aweze kumwelekeza maana ya ile ndoto. Sikiliza, anakwenda kupata fasiri, na ndiyo somo letu ambalo linasema pembe ndogo. Mambo yanaanza hapa. Sikiliza, Danieli anaanza kumwelekeza mfalme, uliotaje na ikatokeaje na itakuwaje. Twende. Wewe mfalme, mfalme wa wafalme, wewe ni mfalme wa wafalme, na Mungu wa mbinguni amekupa ufalme, na uwezo na nguvu, na utukufu, na kila mahali wakaapo wanadamu, wanyama wa kondeni, na ndege wa angani, amewatia mkononi mwako. Twende. Naye amekumilikisha juu ya hao wote. Ndiyo. Wewe kichwa kile cha dhahabu. Aha. Mfalme alikuwa ameota sanamu kubwa ambalo hilo sanamu kichwa kilikuwa ni cha dhahabu. Twende. Na baada ya zamani zako utainuka ufalme mwingine mdogo kuliko wewe. Kumbe kile kichwa cha dhahabu sio kichwa cha dhahabu, bali ni wewe mfalme. Lakini baada ya zamani zako, yani baada ya utawala wako, utainuka ufalme mwingine ambao utakuwa hauna thamani kama wewe. Twende. Na ufalme mwingine wa tatu wa shaba utakuja, utakaoitawala dunia yote. Huo ufalme wa shaba utaitawala dunia yote. Na ufalme wa nne utakuwa na nguvu kuliko wa chuma. Ule wa chuma. Kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda. Utakuwa na nguvu kama chuma, maana chuma huvunja na kushinda vyote. Na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote, ndivyo utakavyovunja na kuseta. Ndiyo. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kuwa nusu udongo wa mfinyanzi na nusu chuma, ndiyo, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika. Naomba umeishia aya ngapi hapo? Hii aya ya 41. 41. Tulia, shikia hapo kwanza. Mfalme Nebukadneza anaambiwa aliota sanamu kubwa, na sanamu hiyo ilikuwa na kichwa cha dhahabu, kifua ni cha fedha, tumbo na viuno vyake ni vya shaba, lakini miguu pamoja na nyayo zake na vidole vyake nusu chuma na nusu udongo. Hizi ni tawala ambazo tayari zilishapita. Utawala wa kwanza ulipita, ambao alikuwa ni Nebukadneza, ambaye alikuwa ni mfalme wa Babeli. Babeli ambayo leo unaposikia Babeli, Biblia ikisema Babeli, maana yake leo Iraki ndio Babeli. Lakini unaposikia kile kifua ambacho ni fedha, kinawakilisha Umedi na Uajemi. Wamedi na Uajemi ambao kwa leo ni Iran. Lakini unaposikia vile viuno vya shaba, vinawakilisha Alexander ambaye alikuwa ni mtawala wa Uyunani, ambao leo ni Ugiriki. Ukisikia nusu chuma nusu udongo, huo ni utawala wa Rumi. Ndio utawala ambao umechanganyikana, ndani yake kuna chuma na udongo. Chini kabisa ni utawala ambao ni wa Rumi. Utameguka, Rumi itajigawa tena inapofikia mwisho.
Kwenye vidole pale ni mchanganyiko wa nusu udongo, nusu chuma. Maana yake mwisho kwenye kumalizikia kwa dunia, Rumi itajigawanya kama tutakavyoona huko mbele. Rumi itagawanyika. Na hivyo ndugu msikilizaji unatusikiliza, ukiwa kwenye daladala au umetulia nyumbani kwako, elewa kwamba hii dunia toka kwa Nebukadneza kuja kwa Wamedi na Wajemi ambao ndio Wairani wa leo, kuja kwa Alexander ambaye leo ndio Ugiriki ya leo, na mpaka kuja kwenye Rumi ambayo Rumi nayo inamalizikia na imeshamalizikia tayari, maana enzi hizo iliitwa Rome Empire. Lakini kwa sasa tayari Rumi ilijiengua, ikaingia utawala, ikaingia dini. Rumi ikachukua dini. Kwa hiyo mpaka sasa Rumi imetoka kwenye Rome Empire, iko kwenye dini, ambapo kule kwenye dini tunaona ni vidole 10, ambapo hapo mbele tutaenda kuangalia maana yake sasa. Naomba sasa uje kwenye Danieli 7 ili twende haraka sana. Danieli 7 aya kwanza hadi aya ile ya 8. Aha. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Karibu. Katika mwaka wa kwanza wa Belishaza, mfalme wa Babeli, Danieli aliona ndoto na maono ya kichwa chake. Ndiyo. Kitandani mwake. Ndiyo. Basi akaiandika ndoto. Ndiyo. Akatoa habari ya jumla ya mambo hayo. Ndiyo. Danieli akanena akasema, Ndiyo. Naliona katika maono yangu wakati wa usiku. Ndiyo. Na tazama, hizo pepo 4 za mbingu zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndiyo. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini. Ndiyo. Wote wa namna mbalimbali. Naomba uishie hapo, nashikia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Danieli naye anaelekezwa, anapewa njozi kama alivyopewa Nebukadneza mfalme wa Babeli. Mungu akairudia njozi ambayo inafanana na ile, lakini kwa namna nyingine. Yeye hakumletea sanamu, badala yake alimletea wanyama wote wa namna mbalimbali. Lakini hawakuja tu hao wanyama ili waweze kuja, ilitokea vurugu. Aliona upepo ukivuma, upepo mwingi sana, ambapo upepo kiunabii inawakilisha vita, fujo, vurugu. Fujo nyingi zitatokea duniani. Na kama tunavyoona ndugu zangu wakazi wa dunia, dunia imevimba, kila taifa limevimba, kila taifa lina matatizo na linataka kuleta shida, wanataka kuleta vita. Na hii vita inasababishwa, sio kwamba ni ya bahati mbaya, ni mpango mkakati wa dunia, ili kusudi wenye dunia yao waweze kutawala, ili kwamba ile pembe ndogo iweze kufanikisha mpango mkakati wa kuitawala dunia. Maana wazo walilonalo, kuna wachache wanafikiria kwamba hawa watu wanaitetemesha dunia, wanaipiganisha dunia, vita zinatokea kuna kule, kwamba wanataka mafuta, wanataka dhahabu. Hiyo dhahabu na mafuta ni sehemu ndogo tu. Wanachokitaka ni kitu gani? Naomba fungue kitabu cha Esther sura ya 3 aya ya 3 hadi ya 5. Kuna watu wanafikiri kwamba hizi vita zinazoendelea duniani, mara Kongo tunasikia vita, mara Urusi, mara sijui tunasikia Maduro kakamatwa akapelekwa Marekani, sehemu mbalimbali tunasikia, mara sasa hivi tunasikia habari za Irani inataka kupigana na Marekani. Haya yote mnayoona yanaendelea duniani, unaweza kukaa na huwa nakaa nasikiliza watu wanasema kwamba Marekani inataka mafuta, Marekani na shida na dhahabu, Marekani na shida na almasi. Marekani inataka zaidi ya almasi, inataka zaidi ya mafuta, na sio hicho mnachokifikiria. Wanachokitaka ni kitu gani? Esther 3 anzia aya ya kwanza mpaka ya 5, nadhani ndio watu wataelewa sawa sawa. Twende. Baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Hamani. Mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Hamani bini Hamadetha. Twende.
Mwagagi. Hamani akampandisha, akamwekea kiti chake juu ya maakida wote waliokuwapo pamoja naye. Hamani amepewa cheo, amepandishwa, yeye ndio mkuu wa maakida wote ambao walikuwa katika utawala wa Asuero. Twende. Nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndivyo alivyoamuru mfalme kwa habari zake. Mfalme alikuwa ameamrisha kwamba Hamani anapopita watu wote wafanyeje? Wamsujudie. Bali Mordekai, na mtuli hapo kwanza. Mfalme ameamrisha Hamani asujudiwe, maana amepandishwa cheo, sasa inatakiwa asujudiwe, na watu wote walikuwa kimsujudia. Kwa hiyo wakuu wa dunia wanachokitaka ni sifa, utukufu ambao unastahili kwenda kwa Mungu wa mbinguni, wapewe wao, wasujudiwe wao. Ndicho wanachokitaka. Sio dhahabu wala mafuta. Wanataka ibada itolewe kwa Mungu, ipelekwe kwa mwanadamu. Ndicho ambacho mfalme Asuero alikifanya kwa Hamani. Akaamrisha kwamba huyu nimempandisha cheo, watu wote wamsujudie. Endelea hapo kidogo. Bali Mordekai, mcha Mungu mmoja anaitwa Mordekai. Mcha Mungu mmoja anaitwa Mordekai. Akafanyaje? Hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waiharifu amri ya mfalme? Mbona unaharifu amri ya mfalme? Sisi akipita tunainama, wewe umenyoka tu. Mbona unaharifu amri ya mfalme? Haya mambo ndugu zangu, tunapoyasoma kwenye Biblia tusifikirie eti yatakomea huko, yanakuja kwetu. Na ndio maana unaona mataifa dola zote ambazo hazitaki kuisujudia Marekani, mataifa yote ambayo hayataki kusikia amri ya Marekani, yanakaa kwenye msukosuko mkubwa sana. Tunaona mataifa kama vile mataifa ya Afrika ambayo yameachana Marekani, yameenda kujiunga na Urusi. Kama kule kwa kijana mmoja anaitwa Ibrahim Traore na mataifa mengine jirani kama Mali na Niger. Wote hao wamekwenda, wameshirikiana, wanajiita ni nchi za Sahel. Lakini nataka nikwambie, hakuna atakayesimama mbele ya taifa la Marekani. Hakuna. Na hii taifa la Marekani halitafanya kwa niaba yake yeye. Ngoja tuendelee, msikilize hiki kwanza hicho kifanywa alichofanya Hamani. Twende. Ikawa waliposema naye kila siku, nao wakawa wanajaribu kumhamasisha kila siku, wakimhubiria kila siku, kama hivi tunavyowahubiria ndugu zetu mnaotusikiliza na mnaotutazama. Tunahubiri hivi, lengo na madhumuni mjihadhari na hicho kinachokuja. Kuna jambo baya linaujia ulimwengu. Watu mmetolea macho dhahabu, mmetolea macho mafuta, mmetolea macho almasi. Hawako huko, wako kwenye kuabudiwa. Wanataka heshima ya Mungu iende kwao. Twende. Asiwasikilize. Naye hakuwasikiliza yule mtu wa Mungu. Walimshauri mara nyingi, lakini hakuwasikiliza. Twende. Wakamtaarifu Hamani ili kuona kama mambo yake Mordekai yatasimama. Wakamwarifu Hamani kwamba kuna mtu mmoja hataki kusikiliza, yeye hataki kukusujudia. Twende. Maana alikuwa amewaambia ya kuwa yeye ni Myahudi. Ndiyo. Hata Hamani alipoona ya kwamba Mordekai hainami wala kumsujudia, alighadhibika sana. Hata alifanyaje? Alighadhibika sana. Ndugu, alipogundua Mordekai hamsujudii Hamani, Hamani alijisikia vibaya sana, alighadhibika sana sana. Ndicho ambacho kinaendelea katika dunia yetu ya leo. Na huu mpango ni mpango mkakati. Ulianza zamani. Tumeona ulianza kule kwa Nebukadneza miaka mingi iliyopita. Umekwenda mpaka hapa tulipofikia. Dunia imevimba. Dunia imetuna. Na hivyo watu wa Mungu lazima tuwe makini. Tusiwe sawa na wakazi wa dunia. Wewe unayenitazama na unayenisikia, lazima uwe makini. Starehe ambazo unaendelea nazo,
mzaha unaoendelea nao kuleta kwenye imani, ni vema uanze kukaa chonjo, maana huko tunakokwenda ni kubaya. Yesu alisema wengi wataisaliti imani. Tunapoendea huko, wengi wataisaliti imani. Leo kama unachelewa kuwahi kanisani, leo siku ya Sabato unafika kanisani saa 4, maombi nyumbani hufanyi, wala kumtafakari Mungu hutafakari, huna muda hata wa kumtafakari. Sasa siku inakuja ambayo mpaka sasa iko mlangoni mwetu, iko mbele yetu. Kuna finishing tu inaendelea kufanyika hapa, inamalizika ili dunia iingie kwenye mikono ya pembe ndogo. Tuendelee turudi kwenye Danieli 7. Tumeona kwamba hao watu hawataki dhahabu, wala hawataki alimasi wala mafuta. Wanataka ibada iende kwa mwanadamu. Baadaye nikaona katika njozi ya usiku, natazama mnyama wa 4. Akaona mnyama wa 4 mwenye kutisha. Huyo mnyama alikuwa sio wa kawaida, ni wa kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi. Huyo mnyama alikuwa na uwezo mwingi sana, naye alikuwa na meno ya chuma. Tena meno yake sio ya plastiki wala ya mawe, hapana, ni ya chuma, makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande, na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, akakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Twende aya 8. Nikaziangalia sana pembe zake. Akaziangalia. Danieli alikuwa makini kwenye usingizi, akaziangalia kwa makini zile pembe zake. Na tazama, pembe nyingine ikazuka kati yao, zile pembe 10 kati yao ikazuka pembe nyingine, nayo ilikuwa ndogo. Somo letu linasema pembe ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Hiyo pembe ndogo ilipokuwa ikizuka, ilikuwa na machachari makubwa sana. Ni kapembe kadogo lakini jeuri sana. Kakaja wakati wa kuzuka, kakazing'oa pembe 3. Twende. Natazama katika pembe hiyo, mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa. Ndio. Na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama theluji. Acha ishia hapo. Danieli alikuwa makini, akaangalia, kaona kuna kapembe kanazuka katikati ya pembe 10. Nako kalikuwa na macho, kana mdomo, lakini hakana masikio. Maana yake nini? Pembe hii ni jeuri sana. Maana yake yenyewe kuona inaona, kuongea inajua kuongea, ila yenyewe ikiambiwa haisikii. Jambo la hatari sana, jambo la hatari. Ole ni wa dunia kwamba yeyote ambaye hatajinyenyekeza miguuni pa mwana kondoo aichukue dhambi ya ulimwengu, ambaye ni Yesu Kristo, tunakwenda kuona huko mbele kwamba atakwenda kumsujudu. Huyu pembe ndogo ni nini? Je, ni pembe ya kondoo au ni pembe ya ng'ombe au ni pembe ya tembo? Maana tumeambiwa ni mnyama wa kutisha, mnyama mwenye pembe 10. Maana yake ukienda mbuga za wanyama ana meno ya chuma. Ukienda mbuga za wanyama huwezi kumpata huyu mnyama. Hapa kuna ujumbe ambao unataka kuwakilishwa kwa wakazi wa dunia. Kuna kitu wakazi wa dunia wanataka waambiwe ili waelewe juu ya mustakabali mzima wa dunia yao. Nasi tumesimama kama mashahidi ili tuweze kushuhudia ulimwengu kwamba jambo hili ni amini na hakika na liko mlangoni linakuja. Naomba ufungue aya ile ya 19. Hapo 19. Nasema kisha nalitaka kujua maana ya yule mnyama wa 4. Ndio. Aliyekuwa mbali na wenziwe wote, mwenye kutisha sana, ambaye meno yake yalikuwa ya chuma, na makucha yake ya shaba, aliyekula na kuvunja vipande, na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake.
Na habari za zile pembe 10 ndiyo zilizokuwa kichwani mwake, ndiyo na ile pembe nyingine iliyozuka, ambayo mbele yake zilianguka pembe 3, ndiyo yaani pembe ile yenye macho, na kanwa lililonena makuu, ambayo kuonekana kwake kulikuwa hodari kuliko wenzake. Daniel anasema hii pembe kuonekana kwake ilikuwa ni hodari, sio dhaifu, ni hodari, ina akili nyingi sana. Twende. Nikatazama na pembe hiyo hiyo. Akaitazama pembe hiyo hiyo. Ilifanya vita na watakatifu. Ilifanya nini? Ikafanya vita na watakatifu. Rudia tena msikilizaji asikie. Ikafanya vita na watakatifu. Kwamba hiyo pembe ndogo ilifanya vita na watakatifu. Ikawashinda. Na ikafanikiwa. Ni masikitiko makubwa sana. Ilifanya vita na watakatifu, ikawashinda. Kuna kipindi kanisa lilikwenda kujificha mafichoni kabisa. Likaenda likapotea kabisa kanisa limekuja kurudi tena kipindi cha kina Martin Luther wakati wa matengenezo mapya. Hii pembe ndogo ilikuwa imefanya vita na watakatifu na imewaua sana. Kama tulivyokuwa tumejifunza hapo kwanza kwamba yenyewe ikitaka kunywa divai, ikitaka kunywa pombe, wenzake wanalewa pombe, wenzake wanalewa divai, yenyewe ikitaka kulewa inakwenda kunywa damu za watakatifu. Ndio inakunywa, ndio inaanza kusikia kizunguzungu. Ikinywa bia hailewi hii pombe. Ila ikinywa damu za watakatifu ndio inajisikia ahueni kidogo, inaanza kuona kizunguzungu, inaanza kulewa. Maana raha ya mlevi ni kulewa. Kwa hiyo hii pembe ndogo ni hatari kwa dunia, ni hatari kwa wakazi wa dunia, na ni hatari kwa kanisa la Mungu. Tunapofanya uzembe, mambo ya Mungu mpaka ubembelezwe, upigiwe magoti, muda si mrefu tunakuja sasa kichura kinakwenda kurukishwa, viboko vinakwenda kutembea. Ole wa nchi na bahari ni kwa yule ambaye hatakuwa upande wa Yesu Kristo. Nahimiza watu tuwe upande wa Yesu. Twende ushuke hapo mpaka aya, umefika aya ngapi hapo? Nipo ya 21. 21, endelea mpaka 22 hapo. Hata akaja huyo mzee wa siku. Akaja mzee wa siku. Nao watakatifu wake aliye juu. Ndiyo. Wakapewa hukumu. Ndiyo. Na majira yakawadia. Twende. Watakatifu wa umiliki ufalme. Majira yakawadia baada ya mateso makali kupita. Majira yakawadia na watakatifu wamiliki nini? Ufalme. Twende. Akanena hivi. Akasemaje? Huyo mnyama wa 4. Huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4. Inafasiri mnyama wa 4 tu. Haifasiri wa wanyama wengine. Inashughulika na mnyama wa 4 ili tumuelewe sawa sawa kwamba huyu mnyama ndiye anayekwenda kufunga historia ya dunia. Ndiye anayekwenda kufunga kazi ya dunia. Twende. Ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Ni ufalme wa 4 juu ya dunia. Utakao kuwa mbali na falme zile zote. Hizo falme zote zilizowahi kushuhudiwa, sijui Nebukadneza, sijui Umedi na Uajemi, sijui hawa wanani, huyu Alexander, wote hao yuko mbali na wao. Twende. Nao utakula dunia yote utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande. Na habari za ile pembe, nitarudia. Na habari za zile pembe 10. Na habari za zile pembe, anatufasiria kimoja baada ya kingine. Habari za zile pembe 10. Katika ufalme huo wataondoka wafalme 10. Wataondoka wafalme 10. Na mwingine ataondoka baada ya hao. Baada ya hao na mwingine atafuata. Naye atakuwa mbali na hao wa kwanza. Yeye kwenye hao 10 hayumo. Yaani kwanza yule mnyama kwenye wale watatu hayumo. Halafu hizi pembe 10, ndani ya hizi pembe 10 itazuka pembe nyingine itaondoka. Yenyewe itakuwa tofauti na hizi 10. Yenyewe itakuwa kivyake. Twende. Naye atawashusha wafalme 3. Naye atakamata wafalme 3 na kuwashusha. Twende. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Ndiyo. Naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Ndiyo. Naye ataazimu kubadili majira na sheria. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tumegundua kwamba huyu mnyama anaonyesha kwamba yeye yuko mbali na wale wengine. Kwamba
Babeli lishatawala dunia, Umedi na Uajemi wametawala dunia, ambao ndio Wairani wa leo. Nimesikia kuna mashehe kwenye mitandao nimewasikia wakirusha kwamba umefika wakati wa Medi kuwapiga wa Marekani. Nataka nikuhakikishie shehe, wewe kama unanitazama, wewe shehe, na yeyote yule ambaye anafikiri kwamba kuna mapinduzi wataweza kuipindua Marekani, hiyo sahau. Kwa sababu Marekani hafanyi hii kazi peke yake. Marekani anafanya hii kazi kwa kuagizwa na hii pembe ndogo, kama tutakavyoona hapo mbele. Dunia yote inakwenda kutiwa mkononi. Huyo mwenyewe Muirani atapigwa kama amesimama. Na ndio maana kama ningekuwa na simu ya Ayatollah Ali Khamenei, yule mfalme yule kiongozi mkuu wa Irani wa kidini, ningempigia simu nikamwambia, ndugu yangu, jisalimishe. Na zaidi ya yote, tunapojisalimisha kwa hao jamaa, kubali uhamasishe watu wote wampokee Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Maana habari ya kwenda kupigana na yule, wewe ukimpiga yule mkashindana naye na akakushinda, utakufa kifo cha kimwili na baadaye utafufuliwa upate aibu milele. Lakini kama utajisalimisha akaja akakuua bila kupigana naye na umeshampokea Yesu, utakufa tu kifo hiki cha mwili, maana atatutesa, atatuua. Lakini ukifufuliwa mbinguni unafanyaje? Unakwenda. Lakini kama utakuwa na msimamo huo wa kupambana naye, kichapo utachapwa na watoto wako watauawa pamoja na wajukuu, na taifa lako viongozi wote wa juu watachinjwa kama kuku. Halafu siku ya kiyama utafufuliwa ni motoni. Ndio maana tunasimama hapa si kwa ushabiki, tunasimama hapa kama watu tunaopiga tarumbeta ili dunia iamke. Dunia iamke. Hii vita inakwenda, dunia inakwenda kutikiswa kwa namna pekee. Daniel 8:19 inasemaje? Akaniambia, akakwambiaje? Tazama, nitakujulisha yatakayokuwa wakati wa mwisho wa ghadhabu. Hapa Daniel ukianzia kwa juu kwenye Daniel 8 aya ya kwanza, aliona kondoo mwenye pembe mbili. Na yule kondoo alikuwa na pembe mbili, akasukuma upande wa magharibi, akasukuma upande wa kusini, akasukuma na upande wa kaskazini. Maana yake upande wa mashariki haumo, maana ndipo alipokuwa ameweka base, ndipo alipokuwa ameweka kiti chake. Akatenda navyotaka, lakini baadaye alitokea beberu akitambaa juu kwa juu. Ukisoma hapo juu. Sasa tunataka twende kwenye fasiri. Sikiliza fasiri yake ya huyo kondoo na huyo beberu. 19 hadi 27. Twende. Maana ni wakati wa mwisho ulioamriwa. Ni wakati wa mwisho uliofanyaje? Ulioamriwa. Maana yake mpaka sasa tunapohubiri, huu ni wakati wa mwisho uliofanyaje? Ulioamriwa. Unapotuona tunasimama hivi, ni wajumbe tunaopiga baragumu ya mwisho, ya wakati wa siku za mwisho. Wewe unayesikia, angalia usifanye mgumu moyo wako kwamba unakaa unatetea vitu ambavyo havina hata ushahidi. Na mbaya zaidi, kwa mfano upande wa ndugu zetu Waislamu, mmenyimwa kitabu cha Danieli, hakuna ndani ya Qur'an. Mmenyimwa kitabu cha Ufunuo, hakuna ndani ya Qur'an. Kwa hiyo hamwezi kuelewa haya yanayoendelea. Dunia inakwenda kufungwa kwa namna ya kushangaza, mtabaki mdomo wazi. Lakini kwa yule Muislamu atakayetuelewa, akaungana na sisi, tutafurahi pamoja naye siku ile Yesu atakapokuja. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Niwakaribishe kwa namna pekee ndugu zangu Waislamu, nawapenda sana. Niwakaribishe ndugu zangu wa Katoliki. Niwakaribishe ndugu zangu wa Rokole. Njoni tuungane tumalize kazi. Tumalize kazi. Endelea kuifafanua hiyo. Yule kondoo mume uliyemuona mwenye pembe mbili. Hizo ndizo wafalme wa Umedi na Uajemi. Twende. Na yule beberu
mwenye manyoya mengi. Yule beberu uliyemwona mwenye manyoya mengi ni mfalme wa Uyunani. Ni mfalme wa Uyunani. Na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake, na ile pembe kubwa iliyo kati ya macho yake ni mfalme wa kwanza. Ni mfalme wa kwanza. Yaani huyo ni Alexander mwenyewe. Twende tena katika habari ya pembe ile, katika habari ya pembe ile iliyovunjika, ambayo badala yake zilisimama pembe 4. Ndiyo. Falume 4 zitasimama. Ndiyo. kutoka katika taifa lile. Ndiyo. Lakini si kwa nguvu kama zake. Hawatasimama kwa nguvu kama za Alexander. Watakuwa na nguvu, ni kweli, lakini sio kama za Alexander. Twende. Na wakati wa mwisho wa ufalme wao. Hii kauli naipenda sana. Wakati wa mwisho, ndugu yangu sikiliza. Wakati wa mwisho ndiyo huu tulionao. Yaani hii dunia tusije tukadhani kwamba itamaliza miaka kama iliyoimaliza. Tuko kama ni mchana, tuko masaa ya jioni. Jua linakwenda kutua. Dunia inakwenda kufungwa. Historia inakwenda kufungwa. Inapofungwa, kaa chonjo, usije ukafungiwa nje. Twende. Wakosao watakapotimia. Wakati wa mwisho wakosao watakapotimia. Mfalme mwenye uso mkali. Afahamuye mafumbo. Anayefahamu mafumbo. Atasimama. Na nguvu zake zitakuwa nyingi mno. Huyo mfalme anayefahamu mafumbo atasimama na nguvu zake zitakuwa nyingi mno. Lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Huyo mfalme anayefahamu mafumbo atasimama na nguvu zake zitakuwa nyingi mno, lakini tunaambiwa sio kwa uwezo wake mwenyewe. Ni kwa uwezo wa nani? Twende. Naye ataharibu kiasi cha kustajabisha. Yeye huyo mfalme anayejua mafumbo ataharibu kiasi cha kustajabisha, lakini anapoiharibu dunia tumeambiwa si kwa uwezo wake mwenyewe. Si kwa uwezo wake mwenyewe. Twende. Na kufanikiwa. Na kutenda apendavyo. Na atafanya anavyotaka. Naye atawaangamiza hao walio hodari. Walio hodari. Yaani wale wote tunaowafikiria kwamba ni tishio kwa dunia. Labda kwa sasa tunapohubiri tunaweza kusema tishio kwa dunia ni Japan, ni China. Tunaweza kusema ni Urusi. Tunaweza kusema ni Irani, lakini hao wote watapigwa kama wamesimama. Atatenda takavyo. Huyo mfalme afahamuye mafumbo atafanya anavyotaka. Maana hata alifanya ile ishauri eti kwa nguvu zake mwenyewe. Atafanya kwa nguvu za nani? Ufunuo 13 aya 11. Naomba usome hapo. Ufunuo 13 aya 11. Hiyo ndiyo nguvu atakayoitumia. Twende. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Twende. Kisha nikaona mnyama mwingine. Huyu mnyama tumemwacha. Tunaenda kwenye mnyama wa pili. Huyu anaonwa na Yohana. Yohana naona mnyama mwingine wa pili. Akipanda juu kutoka katika nchi. Huyo mnyama alipanda kutoka katika nchi. Naye alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo. Mnyama huyo alikuwa na pembe 2 mfano wa mwana kondoo. Akanena kama joka. Akaongea kama joka, yani kama shetani. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Yeye mnyama wa kwanza ndiye anayemwezesha huyu naye anafanya kazi kufa na kupona kwa kumfanyia yule, ili kusudi awe bosi wake, ampongeze kwa kazi nzuri. Twende. Naye aifanya dunia na wote wakaao ndani yake. Anaifanya dunia na wote wakaao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wanachokitaka ni ibada, ndugu zangu. Hawa watu hawataki mafuta. Hawa watu hawataki gesi. Hawa watu hawataki dhahabu wala almasi. Wanataka kusujudiwa. Wanataka ibada iende kwao. Juhudi zote mnazoziona hizo, wanataka dunia iwashangae, iwaogope, hatimaye dunia yote jisalimishe kwao. Twende. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Huyu mnyama wa kwanza jeraha lake la mauti lilipona.
naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni, tena uje juu ya nchi mbele ya wanadamu. Twende. Naye awakosesha wale wakaao juu ya nchi. Naomba ishie hapo. Kazi yake ni kufanyaje? Kuwakosesha. Kazi yake ni kutukosesha sisi tunaokaa juu ya nchi. Tunakoseshwa sisi tunaokaa juu ya nchi. Hey. Yaani hatari kubwa sana. Ndugu yangu naisikia ujumbe wa leo. Tunakwenda kuangamizwa kama dunia. Dunia inapokwenda kuangamia, naomba tusimame pamoja. Naomba tusimame pamoja. Tunapokwenda kumaliza katika kipengele hiki cha hawa wanyama, nimekuzungumzia kwa ufupi ili uelewe kwamba hii dunia tunayoishi, mnapoona hizi vurugu zinaendelea, ni kwamba hao watu wanakwenda kuikamata dunia na hakuna atakayepona mikononi mwao. Bado kidogo tu, ni kiasi cha muda, tutasikia Irani iko chini ya ulinzi, tutasikia Urusi iko chini ya ulinzi, tutasikia China iko chini ya ulinzi. Na tunawaambia haya ili kusudi atakapotokea mseme kweli. Lengo na madhumuni sio kitu kingine. Sisi tunataka tuiinue Biblia, kwamba Biblia ilichokiandika ni amini na hakika. Hakuna atakayeweza kuvuka kwenye mkono wa huyu mnyama wa kwanza ambaye anamfanyia finishing mpaka sasa. Ni mnyama wa pili ambaye ni Marekani. Marekani ndio anafanya finishing, anatengeneza na anamalizia palipobakia. Yaani kama Irani inarambwa mate, ni kama chatu ameshakamatwa, ni kuramba mate, amebaki ni kumeza tu. Bado tu kidogo. Haya yote mnayoyaona, mara makombora, mara maandamano, mara nini, ni kumsogeza karibu. Lakini mwisho wa siku hata hiyo China, Urusi, vyote vinakwenda kutiwa mkononi. Hivyo wanapowatia mkononi ndipo wanapogeukia watu wa Mungu. Naomba ufungue Danieli tunapomalizia Danieli 2 aya 45. 2:45, halafu tasoma Danieli 7:22 na Danieli 8:23 na Ufunuo 13:8. Tutakuwa tumemaliza. Twende Danieli 2:45. Mtasoma kama ilivyoandikwa. Ndiyo. Na kama vile ulivyoona ya kuwa jiwe lilichongwa mlimani bila kazi ya mikono. Ndiyo. Na ya kuwa lilivunja kile chuma. Ndiyo. Na ile shaba. Ndiyo. Na ule udongo. Ndiyo. Na ile fedha. Ndiyo. Na ile dhahabu. Ndiyo. Basi Mungu aliye mkuu amemjulisha mfalme mambo yatakayokuwa baadaye. Ndiyo. Na ndoto hii ni ya hakika na tafsiri yake ni dhabiti. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwamba kama ulivyoona lile jiwe lilivyovunja na kuharibu, maneno haya ni thabiti, kwamba itatokea ufalme ambao hautafanyika kwa mkono wa mwanadamu. Mungu mwenyewe ndio ataingilia kati na watakatifu watamiliki. Twende Danieli 7:22. Hata akaja huyo mzee wa siku, nao watakatifu wake aliye juu, wakapewa hukumu, na majira yakawadia. Ndiyo. Watakatifu wa umiliki ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni ushindi mtupu. Tunamaliza kwa historia ya ajabu, historia ya kushangaza, na hatutampiga mtu risasi hata mmoja, wala bunduki hata mmoja, wala kuua mtu hata mmoja, kwa sababu watu wa Mungu hatuna vita ya damu na nyama. Sisi tunaelekeza habari za Mungu kwa kukuvuta, kukutoa kwenye hiyo dhana ulionayo potovu, kukuleta kwenye ukweli ambao ni neno la Mungu, ili kwamba ngoje Yesu ukiwa na matumaini ya 100%. Huko uliko ndugu yangu unapotea. Huko kwa Waislamu unapotea, huko kwa Wakatoliki unapotea, huko kwa Warokole unapotea. Piga mbio, ungana na watu wa Mungu ili tumalize kazi ya Mungu. Malizia kitabu cha Danieli 8 aya 25 na Ufunuo 13 aya 8. Nasema 8:25. Twende. Danieli 8:25. Anasemaje? Na kwa mashauri yake
atafanikisha hila mkononi mwake. Ndiyo. Naye atajitukuza nafsi yake moyoni mwake. Ndiyo. Naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama. Wengi watakufa katika hali yao ya salama, maana watauawa bila kutegemea. Ufunuo 13 aya ya 8. Inasemaje? 13 aya ya 8 Ufunuo. Na watu wote wakaao juu ya nchi, watamsujudu, kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Hapa kila mmoja ambaye hakufanikiwa kuandika kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo atamsujudu. Ndugu yangu, na kualika uje uandike kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo, ili kwamba usiweze kumsujudu huyo mnyama. Mungu akubariki na Mungu alibariki somo hili, ni katika jina lake Yesu. Amina. Amina. Ukitaka kuwasiliana na mimi nitakupatia namba ya simu. Andika 068 0684 0684 10 31 01 0684 10 31 01. Karibu sana, tuifanye kazi. Karibu Kigamboni, tuko pale Kigamboni Maweni. Mungu akubariki na Mungu atubariki sote. Amina. Amina.